ni Tawala TV, TV yetu. Kipindi kifuatacho kina kiwango cha GE, basi kinafaa kwa familia. Burudika. Kumekucha Afrika. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya kama mimi hapa ambaye si jambo. Nashukuru Mungu ni mwema na nimeona siku ya leo ambayo ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano Agosti 4, ambao bado mwezi unasonga kwa kasi sana. Wazazi wanalia, wanasema siku zinaenda ni kama ambaye haziendi kwa sababu ya mbio za hapa na pale, za kurudisha watoto shule, za kupeleka watoto shule, lakini tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Basi mpenzi mtazamaji, ungana nasi hadi tamati, ambayo mimi hapa naitwa Salma binti Athmani. Nami ni Joseph Nyawara, nikitumai kwamba hapo ulipo wewe umzima hadidi mithili ya kunge, mimi hapa imara kama chuma cha pua. Naam. Basi kama ujuavyo, kila siku ya Jumatano huwa tuna sehemu ya pili, tunazungumzia asasi za jamii, na tayari mgeni wetu ameniambia amewasili, ambaye ni kijana ambaye anasema yeye ni spoken word artist, anazungumzia kuhusiana na masuala ya jamii, na tutakuwa naye ifikapo sehemu ya pili ya Damka na Tawala. Lakini kama kawaida, kwenye sehemu ya kwanza ya Damka na Tawala tunaanza na uchambuzi wa magazeti, ambao tunaangalia yaliyojiri magazetini siku hii ya leo, ambayo mimi hapa kama kawaida nimeshikilia gazeti la Taifa Leo, na taarifa iliyokolezwa wino na kupewa kipaumbele kwenye gazeti hili ni kwamba Ruto akatwa mbawa. Ruto akatwa mbawa. Ni maafisa wa itifaki katika afisa ya naibu wa rais William Ruto walaumiwa kwa kisanga ambacho alizuiliwa kusafiri nje. Sasa ni baada ya ile safari yake ya kuelekea maeneo ya Uganda kutibuliwa. Sasa wale maafisa wa itifaki katika afisi yake wanalaumiwa kwa sababu inasemekana ya kwamba yeye ni mtu wa pili ambaye hapa nchini ana usemi mkubwa sana baada ya rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, lakini akazuiliwa pale uwanja wa ndege ile siku ya Jumatatu. Na Bwana Nyoro anasema kama kawaida watajaribu kugeuza ukweli wa mambo baada ya kubaini walifanya kosa la kisiasa. Walimzuilia naibu wa rais William Ruto kusafiri bila sababu yoyote. Sasa wanatafuta visingizio kwa kosa la kisiasa walilolifanya. Huyo ni Bwana Nyoro ambaye alihoji pale kule kukamatwa kwake naibu wa rais hakukuwa kwa sawa na hakufaa kukamatwa kwa sababu ni kama kumdhalilisha kiongozi wa pili wa taifa hili la Kenya, ambaye alisemekana kwamba ni amri zilitoka kwa Daktari Fred Matiang'i ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, na ikasemekana ya kwamba ile safari yake haikuwa inajulikana, kwa hivyo ikamlazimu kukaa pale uwanja wa ndege kwa zaidi ya masaa 5, lakini mwisho akawa hana budi ila kurudi nyumbani kwake. Na sasa wale watu wake ama wale wandani wake wa karibu wanahoji ya kwamba kuzuiliwa kwake hakukuwa kwa sawa na ni mambo tu ya kisiasa, lakini kwa sababu ya kwamba ni wataanza kuzua tofauti za kwamba alikuwa na makosa na hakufaa kusafiri. Pengine wako wale wanaohoji ya kwamba hata rais wa Jamhuri ya Kenya hakuwa hapa nchini na yeye alifaa kuongoza taifa, kwa sababu kama rais hayuko yeye ndio anayefaa kuongoza. Lakini pia kuna wale ambao wanasema bado ni masuala tu ya kisiasa, kwa sababu wako wale ambao wanahoji bado ya kwamba Jubilee yenyewe tayari ilishagawanyika. Kwa hivyo kuzuiliwa kwa naibu wa rais inaonekana pia wazi ya kwamba Jubilee ambao ni kiongozwa na rais wa Jamhuri ya Kenya na yeye kama naibu wa rais ni kwamba tayari imegawanyika na hawana umoja, kwa sababu hata kama ni safari alifaa kumuelezea rais wa Jamhuri hii ya Kenya kabla ama wiki moja kabla hiyo safari yenyewe kufika, lakini
kuna ni kama kuna kutoelewana, kwa sababu walifaa kufahamishiana, lakini kuna ukosefu kidogo wa kupeana ufahamu fulani, ndio maana hii safari yake ikatibuliwa. Lakini yeye mwenyewe anasema ya kwamba alipoandika pale kwenye mtandao wa Twitter wake, alisema ya kwamba ni sawa tu, tunamwachia Mungu. Yani anaonekana kwamba ameshukuru na hana mambo mengi na hataki maneno mengi kuhusiana na swala hilo. Amekuwa hivi karibuni wa kurushiana maneno na viongozi wengine makali, lakini ijapokuwa kunao ule kuwa ni kama ni mmomonyoko ama ni utengano katika serikali ambayo yeye mwenyewe anaiongoza, ijapokuwa aliunda chama chake kile cha UDA, lakini hajaonekana hata siku moja akimrushia maneno ama matamshi makali rais wa Jamhuri ya Kenya. Kuna ile heshima bado ipo, lakini sasa yeye mwenyewe, watu walifikiria baada ya hichi kitendo kufanyika, pengine angeandika kwenye mitandao ya kijamii mambo ya ukali, mambo ya kuonyesha kwamba alikasirika na kutafshika, lakini ilikuwa tofauti sana, kwa sababu aliandika tu hiyo ya kwamba ni sawa na tumwachie Mungu, na akaachia hapo. Lakini kwamba maswali yanaibuka kuhusu ikiwa maafisa wakuu katika afisi ya naibu wa rais William Ruto ilikosa kuzingatia itifaki zote zinazohitajika ili kumruhusu kusafiri nje ya nchi baada ya Ruto kuzuiwa kusafiri Uganda siku ya Jumatatu. Sasa kila mmoja anahoji, na wako wale wanaosema ya kwamba hino ziara ya William Ruto ilikuwa ni ya kuonana na Museveni ambaye ni rais wa Uganda, ambayo ilikuwa ni ziara ya kisiasa. Ni kama ambaye hawa wawili wako na mambo yao ya kibinafsi, lakini wale wanaohoji wanasema kwamba inaaminika ya kwamba ziara hii kwa kuwa ilikuwa ya kisiri na ilikuwa ya Uganda na ni ya mara ya pili, basi huenda ikawa ni kama Museveni anamkuza kisiasa naibu wa rais, ama kuna vile wanatumiana hawa vigogo wawili kisiasa. Lakini safari yenyewe ilitibuka, na ndio maana mpaka sasa kunao viongozi wanaohoji, wadadisi bado wanaendelea kuhoji tofauti, na pia wananchi ama Wakenya bado wanatoa hisia tofauti kuhusiana na swala hilo. Sijui unasemaje, kwa sababu unaona ufalme wa taifa unaelekea kutibuka. Maana mimi huwa najua mfalme akiondoka basi malkia huwa yuko hapo, lakini sasa pale malkia anapokuwa, lakini kama hana sauti ama pia yeye anataka kutoka, sijui watoto anawaachana nani, na hata yeye mwenyewe kama malkia hadhi yake inakuwa iko wapi hapo anapodhalilishwa kama malkia wa nyumba hiyo. Naam, haya yanayotokea si mambo mageni sana, japo katika mkumbo ambao sasa umempata naibu wa rais William Ruto iko kwenye mitazamo miwili. Kwanza ni kwamba anaonekana kiongozi ambaye anachuchuka, na ni kiongozi ambaye anajaribu kuwa na ule mtandao wa viongozi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki pamoja na Afrika nzima, na inaonekana katika kitembo cha siasa kwamba Rais Museveni anajaribu kumuunganisha pamoja na viongozi wengine katika bara la Afrika. Haya yanatokea chini, manake mkutano huu ambao sasa ulitibuka jana ni mkutano ambao nafikiri ilibidi Rais Uhuru Kenyatta aweze sasa kuhudumu kama rais wa jamhuri sasa, kwa sababu mkutano wa kwanza ambao naibu rais alikwenda kule Uganda, wadadisi wanahoji kwamba haya Rais Uhuru Kenyatta aliyaona tu kupitia kwenye vyombo vya habari, kwenye runinga. Hakuwa na mwao kwamba naibu wake alikuwa amesafiri nje ya nchi na alikuwa anazindua mambo muhimu katika taifa jirani, na akiwa kwamba mwenyeji wake ni rais wa Uganda Yoweri Museveni, jambo ambalo linatia dukuduku usalama wa taifa, kwa sababu tunajua kwamba amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Kenya ni Uhuru Kenyatta, na iwapo hayupo basi naibu wake anatakiwa kuwa anashikilia wakati nafasi ile. Sasa kuna masuala ya usalama wa taifa, kuna masuala ambayo ni muhimu ambayo naibu rais William Ruto anayajua, na iwapo ataweza kuanza kuhusiana na mataifa ya nje bila uelewa wa rais ambaye ndiye amiri mkuu wa Jamhuri ya Kenya, basi taifa liko katika hali ya kuyumbayumba. Hayo ni mambo mazito ambayo nafikiri ndio yalipelekea wale wasimamizi kuweza kukatiza ile safari ya William Ruto, na hii ni amri kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe, kwa sababu siri za taifa zinajulikana na hawa wawili.
yale masuala ya kiusalama yanajulikana na hawa wawili. Hata kama awamu hii ya pili hawajakaa karibu sana, lakini ujue kwamba kuna ile debrief ambazo wanafanyiwa na viongozi wa usalama, vitengo vya dola kila mara wakiwa wote wawili. Kumbuka katika mchakato wa katiba mwaka 2010 ofisi ya naibu rais inahudumu pamoja na ofisi ya rais, hawawezi kutengana. Na hiki ndicho kidonda ambacho kipo sasa, ambacho Wakenya lazima waangalie. Je, rais apewe mamlaka ya kwamba yule ambaye atakuwa kama naibu wake anaweza kutimuliwa kutoka ofisini iwapo atakiuka pengine maadili ama atakwenda kinyume na matakwa ya katiba ya Kenya. Iwapo pengine katiba ilimpa Rais Uhuru Kenyatta nafasi ya kwamba ile presidency ama ile ofisi ya urais ambao wanahudumu wote wawili mpaka watakapohitimisha, iwapo walipewa mamlaka kwamba ikiwa naibu wake atakwenda tenge ana ruksa ya kuweza kumtimua, nafikiri William Ruto leo asingekuwa ofisini. Manake ukiangalia pakubwa ofisi ya naibu rais tayari iko chini ya usimamizi wa ofisi ya rais. Hamna kitu ambacho anafanya, manake kila kitu sasa kinaamuliwa kutoka ofisi ya rais, ikulu ya rais. Na ingekuwa kwamba kulikuwa na mwanya kwamba anaweza kumfuta kazi vile ambavyo Baba Moi alikuwa akifanya wakati ule, wakina Kalonzo Musyoka, wakina marehemu George Saitoti, nafikiri leo hii William Ruto asingekuwa ofisini. Na hii inatoa fursa kwa Wakenya kuweza kutazama katiba ya Kenya tena upya. Manake ikiwa inatokea hivi kwamba wanapokosana hawa, sasa naibu wake anaamua kujifanyia mambo ambayo hata yanahatarisha maisha ya Wakenya. Kumbuka kuna mambo mengi tu. Katika msafara kumekuwa na Mturuki ambaye inaaminika aliweza kufunguliwa mashtaka kule Frankfurt, Ujerumani, kuhusiana na masuala ya ugaidi. Huyu Mturuki inasemekana na wale wanaohusiana na vitengo vya dola kwamba amefanya safari nyingi sana nchini Kenya. Na katika ile kesi yake ambayo alituhumiwa kuweza kufanya mashambulizi ya kigaidi, inaleta sasa dukuduku kwamba huyu naibu rais ana nia gani, na kama huyu ambaye yuko naye huyu Mturuki ni mtu ambaye anafanya mambo ya biashara na kuweza kukuza matunda kama wanavyohoji, kwa nini naibu rais asimtumie katika taifa la Kenya, ama aweke wazi kwamba huyu anasaidia kuweza kukwamua uchumi wa taifa la Kenya. Yapo maeneo mengi magharibi ya Kenya, bonde la Ufa, maeneo ambayo yana rutuba, yana udongo mzuri ambao unaweza kukuza matunda. Mbona hajatumiwa? Na mbona sasa anakuwa kwenye msafara wa kwenda nchi za nje? Yuko Kenya na anakwenda Uganda kule. Na wakulaumiwa pia hapa atakuwa ni Rais Yoweri Museveni. Ana nia gani Rais Yoweri Museveni kuweza kufanya kazi na naibu wa rais, huku akijua kwamba hawa wawili, naibu wa rais na rais, hawaonani ana kwa ana? Kwa nini asingechukua simu ampigie Rais Uhuru Kenyatta amwambie, bwana, nafanya kazi kwa karibu sana na naibu wako kwa masuala fulani wa fulani? Ikiwa rais yeye ataona tu kwenye mtandao ama kwenye televisheni kwamba mdogo wake yuko nchi jirani anazindua miradi na mwenyeji wake ni rais ambaye wanafanya na Uhuru Kenyatta katika pengine Jumuiya ya Afrika Mashariki, inaleta pengine uhasama wa mataifa haya mawili. Kwa hivyo ni mambo mazito ambayo kidogo yatabidi yachunguzwe na yaweze kutekelezwa kwa hekima kubwa. Wale ambao wanaandamana na naibu rais pengine waelewe kwamba kuna itifaki, na itifaki ya upande wa ofisi ya naibu rais inalaumiwa kwa kuweza pengine kutowasiliana na itifaki upande wa ofisi ya rais, ili kwamba mambo yawe sawa. Na ilivyoada ni kwamba ikiwa kuna mkubwa na mdogo wake, na yale ambayo yule mdogo anafanya kama ni mambo ya kikatiba, lazima huwa yule mkubwa awe kwamba anajulishwa na anafahamu. Sasa inaonekana hizi ziara ambazo William Ruto amekuwa akifanya pengine nchi ya Uganda ni kidogo zinaleta utata katika uongozi wa serikali ya Kenya. Na hili nafikiri sasa Rais Uhuru Kenyatta ameamua kwamba sasa anaweka kikomo pale. Na watu watajiuliza, wananchi watajidadisi kwamba kwa nini hajaenda Tanzania? Kama ni mambo ya ukulima, mbona hajawasiliana na Rais Suluhu wa Tanzania afanye ziara za kule? Mbona hajafanya pengine ziara za Ethiopia, Somalia? Mbona ni Uganda peke yake? Na inajulikana katika historia kwamba William Ruto alijuana ama kufahamiana na Museveni mwaka 2000 wakati ambapo Baba Moi bado alikuwa uongozini, na urafiki wao ulianzia kule. Na sasa pengine kuna haja ya kumsaidia ili kwamba aweze kunyakua kiti cha urais katika jamhuri yake. Manake wanasema anafanya ile fundraising kule anapokwenda Uganda, anafanya ile hali ya kuweza
kukusanya pesa ambazo ziko kando na macho ya Wakenya, pengine na majasusi wa nchini Kenya. Manake amelaumiwa kwa masuala ya ufisadi katika Jamhuri ya Kenya. Sasa anapokwenda kule ambako hamna vyombo vya habari vya kuweza kuchanganua, hakuna pengine wale wakereketo wanaochanganua masuala ya ufisadi kule, anafanya zile harambee zake ama anafanya ile fundraising kisirisiri ili kuongeza pengine mawanda yake ya kifedha. Kumbuka kampeni za Kenya zimejaa uchafu mwingi. Bila pesa inakuwa vigumu hivi leo kwa mtu kuweza kunyakua kiti hata cha mwakilishi wa wadi. Manake mazoea yamekuwa shida. Wakenya wamezoea zile handouts. Ili kwamba mimi nikisimama kwenye ulingo wa kisiasa kuzungumza, wenzangu wanatarajia kwamba nitakapotoka pale nitawaachia nini. Kama sitawaachia, mwingine akija akisimama akiongea awaachie shilingi 500. Sasa wanaona huyu ndio kiongozi anayefaa. Kwa hivyo siasa za Kenya hii leo zimeweza kutathminiwa kwa kiwango cha kibunda cha mtu, kwamba mtu ana hela kiasi gani, mtu ana pesa aina gani. Kuna zile posters za campaign, kuna zile t-shirts, kuna zile kofia, kuna mpaka hata pengine matangazo kwenye vyombo vya habari. Kuna zote hizi ni gharama. Kwa hivyo mtu lazima ajiweke katika mawanda ya kwamba yeye yuko sawa katika kitengo cha kifedha ili aweze kuwa na kampeni nzuri. Yale malori ya kuzunguka, unaona zile rangi zinakuwa nyingi, misafara mingi tu, na hiki ndicho kinachopelekea pengine viongozi kuweza kufanya mambo mengine, hata ufisadi katika magatuzi, ufisadi kwenye hata CDF. Unakuta kwamba mtu anajaribu kulimbikiza ili kwamba ile firimbi ya mwisho itakapopulizwa awe kwamba yuko sawa, hata akiingia kwenye uwanja wa siasa hana chochote cha kupoteza. Nafikiri haya yameweza kuzungumzwa na yapo makisio, makadirio kwamba huenda naibu wa rais William Ruto anatekeleza haya akiwa kule nje, anajaribu kujaza kibunda chake. Manake akiwa mgeni kwa mfano kwa Rais Museveni, baada ya uzinduzi alienda mpaka kule kwake nyumbani, mashambani pia akazindua mradi mwingine. Naona sasa hizi safari si za bure hizi, lazima tumtumu kumwambia rafiki yangu Bwana Ruto, asante sana kwa kuja na hebu ushika hiki. Na je, kama ingekuwa ni rais, kwa nini Rais Uhuru Kenyatta asingekwenda kuzindua miradi kama hii? Unajua hii ziara ilikuwa ya kibinafsi, kwa hivyo sio kila kitu. Hata kama wewe ni naibu wa rais, hata kama uko na bwana kwa nyumba lakini mtu na bibi yake, haimaanishi kila kitu mimi bibi nakwambia. Hata kama niko na mambo yangu ya kibinafsi, pengine niko na chama changu nacheza, niko na biashara waijua, lakini sio kila kitu tuambiana. Kwa hivyo tusimlaumu sana naibu wa rais kwa kuwa hakuwa, pengine amemwambia, hatujajua, maana yeye mwenyewe hata hajaongea maneno mengi. Aliandika tu pale kwenye Twitter kwamba ni sawa na tumwachie Mungu, na hakusema zaidi wala hajaonekana akisema kitu chochote kuhusiana na huko kuzuiliwa ama kukatishiwa hiyo safari yake. Kwa hiyo hatujui kama ni kweli walikuwa wanajua, kwa sababu hata yeye kama naibu wa rais lazima anajua sheria, ndio maana yuko pale chini ya rais. Kwa hivyo kama anajua sheria, basi alichokuwa anafanya kama ni makosa na alikuwa anajua ni makosa, basi pia yeye mwenyewe atakuwa wa kusema, ama lazima hiyo hatua iliyochukuliwa na wizara ya Fred Matiang'i lazima hata ilaumu, kwa sababu atajua alifanya makosa, na kama mtoto akifanya makosa ni adhibiwe, na hiyo ndio ilikuwa adhabu yake. Lakini hata ilipofuatiliwa sana, kuna mmoja alikuwa ananiambia ile private jet ilikuwa na watu wake, yani ilikuwa na familia yake ambayo ilikuwa ni bibi na watoto wake, kumaanisha haikuwa ziara ya kisiasa wala ziara ya kikazi, kumaanisha ilikuwa ziara ya kibinafsi. Maana sidhani kama ilikuwa ni ziara ya kisiasa angebebana na bibi yake Rachel na watoto wake kwa ile ndege, kumaanisha ile ilikuwa ziara yake mwenyewe ya kibinafsi. Kwa hivyo ukianza kuingilia sana ndani, utaona wakati mwingine ni kama unafinyilia nani, na najua mimi kama mwanahabari huwa sitaki kuwa upande mmoja, maana huwa niko hapo katikati. Bora afanye sawa, lakini sitaki kusema huyu ni mzuri ama huyu ni mbaya. Sisi ndio wapiga kura. Kwa hivyo naibu wa rais atazungumza, kwa sababu wako wanaosema kwamba lazima ataongea. Sasa tunamngoja aongee. Mpenzi mtazamaji, tukiachana na masuala ya masaibu ya naibu wa rais, tunazidi kusonga mbele kwenye gazeti hili la Taifa Leo, na ni kwamba kuna taarifa hapa ambayo mimi mwenyewe imenigusa, na ni taarifa kama hii ambao bado ziko nyingi na bado hazijaangaziwa, na ni mvulana ambaye ametembea kilomita 50 kujiunga na kidato cha kwanza. Hii ni baada ya mvulana huyu kufaulu kufanya mtihani wake wa shule ya msingi na kupata
alama nzuri, ambaye mvulana mwenyewe anaitwa George Masinde wa miaka 13. Aliondoka kwao nyumbani Likuyani, ambao ni kaunti ya Kakamega, na kutembea kilomita 50 hadi shule ya wavulana ya St Joseph's, ambayo hiyo shule ndio alikuwa ameitwa. Ni ile kaunti ya Trans Nzoia, yule mvulana kule. Na taarifa hii inakingamana na mazungumzo ambayo tulikuwa tunazungumza hapo jana, kwa sababu tulikuwa na katibu wa NAT, na alisema ya kwamba kama watoto kama hawa wako wajitokeze, na mimi nampatia heko kijana huyu kwa kujitokeza, maana yeye mwenyewe alivaa ile sare yake. Anaitwa George Masinde, kijana wa miaka 13. Aliona mamake na babake wanafanya biashara ambayo kwa siku anapata shilingi 150. Shilingi 150 haiwezi kukidhi hata chakula cha mara 3 kwa siku hapo kwao nyumbani. Akaangalia, lakini aliposikia wenzake wameenda wanafaa kujiunga shule siku ya Jumatatu, yeye pia akasema japokuwa sina chochote lakini wacha niende. Alienda hana hata penseli, na alivalia zile sare zake za shule ya msingi. Akaenda guu mosi guu pili mpaka pale, na akaenda akatafuta mwalimu mkuu wa ile shule, akamuita akamwambia, mimi naitwa George Masinde, ni mwanafunzi, nimefanya mtihani wa shule moja hapa kwa hii kaunti na nimepata alama hizi na niliitwa shule hii, kwa hivyo nimekuja, sina pesa na mzazi wangu. Kwa akajieleza tu, na kwa kujieleza kwake na ule ujasiri, yule mwalimu mkuu akamwangalia vizuri yule mwanafunzi, kwa sababu alikuwa amevaa hata champali huku miguuni, na kisa kile kilifanya yule mwalimu aone ni kama aliingiwa na imani, kama yule mwingine aliyeangaziwa na yule gavana wa Lamu Fahim Toha, akajitolea kumlipia karo ambao ni karo ya mwaka mzima. Na huyu kijana alipojieleza pale jana, basi yule mwalimu mkuu aliingiwa na huruma na akamruhusu kujiunga na shule ile ya upili, ambayo ilikuwa ni shule aliyoitwa yule kijana. Na baada ya masaa 5 ama masaa 6 mzazi wake alifika, ambaye ni mamake, maana yule kijana alirauka asubuhi na mapema, hata mamake hakujua, lakini baadaye ndio mamake akapata fununu ya kwamba basi kijana wako ameenda ile shule aliyoitwa na tumemuona na sasa ni kama amefika. Mamake mzazi naye akatembea hivyo hivyo kwa miguu, guu mosi guu pili mpaka katika hiyo shule, na alipofika pale akampata kijana wake amekaa kwa ofisi ya mwalimu mkuu analia. Lakini yule mwalimu mkuu alipoona mzazi wake na kusikia ile taarifa ya kuhusiana na huyu mtoto, akaona ni kweli hawa wanataka msaada, na sasa yule mwalimu mkuu anaomba wahisani wamsaidie yule mwanafunzi ili aweze kuendelea na masomo yake, kwa sababu alipata alama 370 kwenye mtihani wake wa KCPE. Na sasa huyu mzazi, kwa sababu alijitolea, ndio maana amepata msaada. Kwa hivyo jana huyu katibu alikuwa anasema mkikaa nyumbani hamtajulikana. Wao kama viongozi ama hata wasamaria wema hawatajua kama kunao, bali ya kwamba basari inatolewa na hali ya kuwa ni kama kujuana, ama inatolewa na unyanyasaji, kwa sababu wale ni basari ilinukuliwa ikaambiwa ni basari za matajiri. Basi wale maskini endapo wamepita kama huyu kijana ambaye ni George Masinde, mimi nasema ni mjasiri sana, na ujasiri wake ndio utamfanya asome. Basi mimi natoa changamoto, kwa sababu bado sasa najua wanafunzi ni wengi, japokuwa wanafunzi zaidi ama wanafunzi milioni 1 wamejiunga na kidato cha kwanza mwaka huu ambao ulianza pale juzi siku ya Jumatatu, lakini wapo wengi zaidi kwa sababu wanafunzi wote ni ile elimu kwa wote, kwa sababu tuliambiwa ni elimu kwa wote, elimu bure na elimu bora. Kwa hivyo lazima wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 8 wajiunge na kidato cha kwanza mwaka ambao ulianza Agosti juzi siku ya Jumatatu tarehe 2. Na kwa sababu ya kuwa wanafunzi ni wengi walifanya mtihani na wote wanafaa kujiunga, wako wengi ambao vile vile wamepita ama walipita na walipata alama nzuri, lakini wameshindwa kuendeleza masomo yao, lakini wakikaa nyumbani hawatasaidika. Kwa hivyo mimi leo natoa changamoto kwa kijana yoyote, mtoto yoyote, mwanafunzi yoyote, mzazi, mahali popote ulipo. Kama ni basari, unasema basari ni ya matajiri, na basari pengine ulikosa kwa njia moja ama nyingine, ni ile hali ya kugawanywa kwa binafsi, ni ile hali ya kugawanya kwa kujuana, ama ile hali ya kuwa wewe kama hujuani na mtu, basi basari utaikosa. Mimi leo natoa changamoto kwa wazazi, kwa wanafunzi wenyewe waliomaliza darasa la 8.
sahihi ni wakati wenu wa kutoka. Sikizeni maneno ya yule katibu wa Nati alipokuwa anaongea hapa jana. Alisema mkikaa nyumbani hawatawajua, na mkikaa nyumbani kweli hata sisi hatutawajua, kwa sababu huyu kijana asingejitokeza, waandishi wa habari wasingemjua na kumwangazia. Kwa hivyo kunao vijana kama wengi. Yeye alipata 370. Kuna wengi walipata zaidi ya alama hiyo, na wako nyumbani hawajua wataanzia wapi kwa sababu ya uchochole na umaskini wa hali za familia zao. Lakini hiyo sio mwisho. Umaskini siwe mwisho wa masomo. Jitokeze na utasaidika, kwa sababu siku zote mficha uchi huwa hazai, na sisi tunataka watoto, maana watoto ni baraka. Kwa hivyo wazazi wajitokeze kama George Masinde na mzazi wake ili waweze kusaidika, kwa sababu mkibaki nyumbani basi mtakaa. Maana hao walisema hawajui mkiwa nyumbani, lazima shida yako uiseme. Wengine hawataki kusema shida zao, lakini zingine huwa hazifichiki. Kwa hivyo tutoke, tujitokeze, watoto wasikae nyumbani. Utapata shule zimejaa watoto ambao walipata alama za chini na ndio walipata basari, na wale ambao wamepata alama nzuri wamekaa nyumbani wanasema mimi mtoto wangu alipita lakini hajapata basari. Wangoja nini? Changamka. Huyu alitembea kilomita 50. Wewe ni nani ambaye utaweza kuamka asubuhi na kutembea? Tembea, na ukishaenda pale, hata kama sio mwalimu mkuu atakusaidia. Wasamaria wema wako wengi hapa nje na wanatafuta ambao watu kama hao. Na mimi pia nampatia hongera yule mwalimu mkuu wa ile shule ya St. Joseph's kama sijakosea, St. Joseph's ambaye iko katika mji wa Kitale, ambaye anaitwa Mr. Awori. Yule mwalimu nampatia pongezi sana Bwana Geoffrey Awori kwa kujitolea kumsomesha yule mtoto ama kumkubali yule mwanafunzi licha ya kwamba hana chochote hata kalamu. Naam, ni mazito haya, ni mazito sana, manake nimekuwa katika safari hii na nimeshuhudia. Unajua Salma, kuna shule nyingi sana za kibinafsi za msingi. Sasa shida ambayo inatokea ni kwamba wale wote ambao wamefanya katika shule za kibinafsi mtihani wa KCPE wanatafuta nafasi katika shule za umma za sekondari. Sasa kuna msongamano mkubwa sana katika shule zetu za upili, na ndio unakuta kwamba iwapo hawatajitokeza hao ambao wameitwa kule, zile nafasi ni rahisi sana zipotee, zichukuliwe na wengine. Kwa hivyo ni mchakato mzima wa kuweza kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi amepata nafasi. Maana unakuta shule pengine ina nafasi 200, lakini wanafunzi ambao wamerundikana pale ni zaidi ya 400. Na unakuta kwamba mchakato huu ukifika pale kwenye geti lango la shule unapewa nambari. Na wapo ambao waliingia kuanzia saa 10 usiku. Mtu saa 10 ameshafika anapewa nambari yake. Kwa hivyo wewe ndio ukiingia saa 2 utapewa nambari ngapi? Mimi nakumbuka niliingia kama saa 4 hivi na nilikuwa nambari 44. Sasa ikifika saa 12 nafikiri walikuwa wamefika kama 420 hivi. Sasa na wote ilibidi wachunguzwe, wakubaliwe kuingia mpaka usiku wa manane. Na kulikuwa na loud speakers wanatumia vile vipaza sauti kuita nambari. Kwa hivyo hata ukiingia nambari 100 ama nambari 500 huwezi kupata mwanya wa kuingia mapema. Nimeona watu wakiingia mpaka na mabenzo, watu wakiingia na magari makubwa. Anafuliza mpaka kwenye ofisi ya principal. Kufika anaambiwa rudi kwenye gate, chukue nambari pale, upange kama wengine. Sasa huyu Masinde huyu hawezi kupata nafasi ya kirahisi hivi asipojitokeza. Na amekuwa jasiri, maana ameenda akakaa. Na vile alivyovalia tu, vile amevaa kaptura, naona zile ni sare za ile shule ya msingi aliyosomea. Amevaa pale malapa pale, amevaa kaptura na ile sweater pamoja na jacket pale. Na manake pia namuona yuko kando pale. Kwa hivyo ni taswira ambayo hata yule mwalimu mkuu akitoka nje akitazama anaona kuna kitu hapo. Na huyu mwanafunzi pia alijieleza. Amekuwa mkakamavu, akasimama kidete akajieleza, na pale imani kamuingia mwalimu mkuu. Na picha zimelinganishwa hapo. Kuna mwingine pia aliweza kupelekwa kwa kutumia helikopta shuleni. Sasa yeye alipochukuliwa, kuna mwingine amekwenda tu kupiga picha pale ili aonekane pale. Sasa unakuta ni mambo mawili tofauti. Wakisema basari za matajiri, ni taswira ambayo inakuja moja kwa moja kwenye picha hii ya pili hapa. Maana ikiwa yeye amepelekwa shuleni kwa kutumia helikopta na huyu mwingine ametembea kilomita nyingi kwa mguu. Sasa ni picha mbili kinzani. Na sasa huyu asipokuwa na ujasiri, huyu hawa helikopta wako wengi sana hawa. Sasa hawa wanaovaa champali hawa hawawezi kupata nafasi. Lazima wajitokeze. Nashukuru kama kulikuwa na afisa wa NAT hapa ambaye amejitokeza na kusema watoto wajitokeze. Maanake sauti ya NAT ni sauti kubwa sana. Inapozungumza huwa lazima serikali isikilize.
Na ikiwa NATU watawapata wanafunzi hao wengi, waweke pamoja, alama zao zijulikane vizuri, itakuwa rahisi hata kwa Wizara ya Elimu kuweza kuingilia kati. Kwa hivyo ndio mambo mazito haya yanayojitokeza, na kuna lalama pia kwamba zile uniform sare za shule zimeweza kupigwa maradufu, na wale principals wamekuwa wajanja pia. Maana sasa unaambiwa usinunue kule, leta pesa shuleni, ziko shuleni. Unapewa godoro, unapewa sare zote, unaambiwa lete shilingi 20,000. Unaona sasa. Na kuna mbunge hapa nashukuru, maana ameweza kulizungumza hili. Huyu Martha Wangari huyu ameweza kulizungumza na akasema kwamba kuna ufisadi mwingi ambao unaendelezwa huyu MP. Ukurasa wa 12 The Standard anasema principals using uniforms to con parents. Na ni jambo ambalo lipo kweli, manake huyu mbunge amefanya utafiti wake na akaweza kuangalia ile orodha ambayo imetolewa pale na wale principals, na akaingia kwenye duka la kuuzia sare, akapata kuna tofauti kubwa sana. Huku kwenye duka la sare iko sawa, lakini ikija kwenye ile bei ambayo imewekwa shuleni mara mbili. Sasa wewe niambie, unataka faida pia wao. Godoro pale ni mara mbili, mzazi unalipia mara mbili. Sare hizi ziko kuna kama ni sare mbili unapewa, kama ni suruali ndefu na mbili na mashati mawili, alafu kuna ile ya PE. Kumbuka zote sasa zinapigwa mara mbili. Inakuwa kwamba mzigo unakuwa kwa mzazi mzigo mkubwa sana, na nafikiri itabidi serikali ije na mwongozo wa kuhusiana na sare za shule. Itoe bei ya sare za shule na itume kwa walimu wote wakuu. Maana imekuwa ni kama sasa inafanywa biashara, kumuumiza mzazi, kumkandamiza mzazi. Ni jambo ambalo natakiwa serikali iweze kulizamia na kuliangalia kwa jicho la ukali sana. Haya ni mambo ya elimu ambayo ni mambo ya kimsingi. Na ukumbuke hata eneo la nafikiri mashariki North Eastern kule, ambako wabunge na gavana na noko wamekuja pamoja pale, wakachanga, wakanunua magodoro, wakanunua sare kwa wanafunzi karibu katika shule zote ambazo ziko katika eneo lile. Wasema mzazi hata nunua godoro, mzazi hata nunua sare. Kwa hivyo ni jambo la kuigwa ambalo tungetarajia pia viongozi katika maeneo mengine waweze kuiga, na zile basari pia zitolewe kwa mapema. Maana kuna maeneo ambayo kabla watoto waingie form 1 tayari zile ruzuku basari zilikuwa zimeshatolewa, lakini eneo la Changamwe mpaka sasa hivi hizo basari hazijatolewa na wanafunzi tayari wameingia shuleni. Kwa hivyo unakuta ni jambo ambalo kidogo linawapatia wazazi uzito fulani, na nafikiri ni jambo ambalo linabidi liangaliwe vizuri kuwarahisishia wazazi upande wa malipo yale ya karo, pamoja na kuweza kumfanya mwanafunzi aingie shuleni vizuri. Na wapo hata katika eneo hili la Changamwe wengi tu ambao wana utata mpaka leo, pengine hajapata hata nauli ya kumpeleka ile shule ambayo aliitwa. Sasa kama hatapata nauli ya kumfikisha kule, itakuwa kwamba hata ile nafasi itaenda. Kwa hivyo ni jambo ambalo linabidi wazazi wajitokeze, wazungumze, na pia wale wahisani ambao wapo wahakikishe kwamba wanafunzi wote wameingia shuleni. Vile vile pia, kwa sababu muda umeenda, nitagusia tu zile taarifa zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti hili. Kuna viongozi wa Oka wanamtaka Moi kutaliki Jubilee. Hao ni wale viongozi wa Oka ambao sasa wanataka Gideon Moi ataliki Jubilee na ajiunge na wao, ambao taarifa hiyo iko katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na vile vile pia kwenye gazeti hili ni kwamba kuna matumaini ya ufufuzi wa kampuni ya Mumias yaongezeka. Naona sasa wale wakazi wa Mumias wana matumaini makubwa baada ya 1, 2, 3 kuzungumziwa kuhusiana na ufufuzi wa kampuni hii, kwa sababu ni majuzi tu Rais Uhuru Kenyatta alitangaza rasmi ya kwamba atafufua viwanda ambavyo vilikufa kitambo, na naona Mumias ni mmoja wa kiwanda ambacho huenda akakifufua, na ni matumaini makubwa kwa wakazi wa mahali huko. Na pia vile vile kwenye gazeti hili ni kwamba kuna wazee wa kaya mbioni kuunganisha wakazi wa Pwani. Hii ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 4, na ni masuala ya Pwani haya, na wazee wa kaya wanataka viongozi wa Pwani, wakazi wa Pwani waunganie, yani wakuwe kitu kimoja, sio huyu hawa wako huku, hawa wako huku. Na vile vile nikizungumzia tu swala la kuhusiana na wanariadha wetu ambao wako Tokyo Japani, kwamba ni roho mkononi kwa wanariadha wetu Tokyo leo, ambayo iko katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Taifa Leo. Na ni sababu ya kuwa leo ni yule bingwa Faith Kipyegon
kuwa anakimbia zile mbio za kilomita 1500 na itakuwa mnamo saa 7 hii siku ya leo, na tunamtakia kila laheri. Na vile vile pia kuna Ferguson Rotich anatarajiwa kutoa ushindani mkali na kushinda ubingwa wa mbio za mita 800 katika mashindano hayo ya Olimpiki ambayo yanaendelea kule Tokyo, Japan. Na sisi kutoka Runinga ya Tawala tunawatakia kila laheri, na kwa niaba yetu watapita, kwa sababu maombi yetu ni makali na watapita. Kama walienda kule tayari, kule kuenda kwao ni ushindi na lazima watashinda. Naam, nafikiri ni jambo zuri mambo ya Tokyo tumeona jinsi yanavyoendelea, na ni jambo zuri kwamba Wakenya wameanza kurudi hata kwenye zile mbio za masafa mafupi kama mita 100, mita 200, mbio ambazo ziliachiwa wengine. Na tukimalizia tu kwamba Raila isolated as 3 principals drive the last nail in NASA coffee. Hawa vigogo watatu wa Wiper, ANC pamoja na Ford Kenya wamekuja wakaweza kutoa nyaraka maalum za kuweza kujiondoa katika NASA. Sasa inaonekana kama wanamtenga Raila. Nakumbuka Gideon Moi katika kamati yao kuu ya kitaifa walipokutana wamesema kwamba wao wako Jubilee na wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Sasa hawa wanajaribu kumshawishi ajiondoe kule, na yeye alisema anafanya kazi kwa karibu na Jubilee. Nakumbuka ODM pia imeingia kule Jubilee. Sasa inasubiriwa tu ionekane iwapo Gideon Moi atajitoa kweli, manake hawa sasa wameunda kamati maalum ya kuweza kuwapatanisha ama kupata mgombezi, jambo ambalo litakuwa sugu, manake karibu wote kila mtu anataka huyu Wetangula anataka kuwa rais wa jamhuri, Wiper hataki kumwachia mwingine, Musalia ameshasema yeye yuko debeni. Sasa Gideon Moi pia alisema atakuwa kwenye debe. Sasa sijui ni nini kitakachowaleta pamoja kifanye nia zao ziweze kutulia, wachague mtu mmoja. Hilo ni jambo ambalo tunasubiri kuweza kuona. Alafu kuna swali hapa limeulizwa, is idea of coast party viable or a mirage? Inaulizwa hapa kwamba muungano wa chama kimoja ama muungano wa Pwani ni kitu ambacho kipo kweli ama ni ndoto tu ambayo hawa wabunge wa Pwani na viongozi wa Pwani wanaota. Ni swali ambalo wewe mtazamaji utaweza kulizamia na kuweza kutafakari zaidi. Vile vile Gideon, BBI will help in rebuilding the economy. Hivyo ndivyo anavyosema Gideon Moi ambaye anasakanywa na hao viongozi wengine watatu katika muungano huo waweze kuwa kama kitu kimoja. Kwa hivyo nafikiri haya ndio mambo ambayo yamepewa kipaumbele katika magazeti haya ambayo tumeweza kuyadariji na kuyachakachua na kukuletea kwa hali nzuri kama yalivyoandikwa kwenye magazeti haya. Kuna mmoja jana alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la KCPE. Naona hiyo taarifa iko hapa kwa gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 3, ambao ni muda wa kusajili watahiniwa wa KCPE na KCSE unarefushwa. Kwa hivyo kama ulikuwa na maswali, basi mumepewa siku 12 zaidi kufanya hivyo ili kusajili wale watahiniwa wa kitaifa wa KCPE na KCSE. Kwa sababu kuna mwingine alikuwa anasema mbona huu muda ni mfupi, kunaendaje na tutafanyaje kama mzazi hutaweza kumsajili mtoto wako kabla huu muda. Lakini sasa naona mumeongezewa siku 12, kwa hivyo ni afueni, na pia hizi siku 12 naona itakuwa kila mmoja amesajili. Basi mpenzi mtazamaji, hatuna budi ila kulikunja jamvi la uchambuzi wa magazeti siku hii ya leo, na tutakuwa tunakuja muda usiokuwa mrefu, na leo tunazungumzia asasi za jamii, na mgeni wetu ni Elfas Ouma ambaye anasema yeye ni poet, ni word artist, ni spoken word artist, na tunazungumzia jukumu la sanaa kwa jamii. Wewe hapo ulipo unaona jukumu la sanaa kwa jamii ni gani kufikia sasa? Kwa sababu siku hizi sanaa ni nyingi, lakini sijui wewe unaona jukumu hilo ni gani. Basi unaweza kutuma ujumbe wako, kutoa maoni yako kupitia kwa nambari ambayo inapita chini ya runinga yako, kwa sababu tunarudi muda usiokuwa mrefu na mgeni wetu. Endelea kutazama Damka na Tawala. Kumekucha Afrika.